Ndugu zangu wasikilizaji watukufu, katika siku hii ya leo, fungua riziki zako, fungua baraka zako, fungua mambo yako yote katika dunia mwaka mzima huu kwa kutumia dua ya mwaka mpya wa Kiislamu. Leo tumekuandalia dua maalum ambayo dua hii ni dua ya mwaka mpya wa Kiislamu. Na leo leo tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2026 ni sawa na tarehe moja mwezi Muharramu mwaka 1448 Hijiria, ambapo hapa tunasema ni mwaka mpya wa Kiislamu. Kullu am wa antum bi khair. Leo tupo katika mwaka mpya wa Kiislamu, ndio tunauanza mwaka mpya wa Kiislamu. Katika mwaka huu mpya wa Kiislamu itakuia maajabu makubwa, kama endapo itakuletea maajabu makubwa na siri kubwa, kama endapo ukiutumia mwaka huu vizuri katika ufunguzi wa kuweza kufungukiwa mambo yako yote kwa kutumia dua hii na visomo vya sura 3. Jambo la kwanza, katika huu mwaka mpya wa Kiislamu, muda wowote kuanzia sasa, iwe saizi asubuhi au mchana au usiku au kesho, ndani ya siku 7 mfululizo hizi tulizokuwa nazo, soma dua hii. Ni dua za mwaka mpya wa Kiislamu. Dua yenyewe ni hii, inasema hivi: ukiisoma dua hii utaanza vizuri sana na mwaka wako, na wallahi Mwenyezi Mungu atakufungulia mipango yako, maisha yako na kila unachokihitajia, kwa sababu umeupokea mwaka kwa dua. Na huu ndio mwaka sahihi wa Mungu, mwaka original. Achana na hii miaka mingine, huu ndio mwaka original, ndio wenyewe haswa, ndio mwaka original. Utaifungua mwaka huu kwa kusoma dua hii mara 7. Utasema Allahumma ja'al hadhihi sanata khairi wa barakati wa huda wa tawfiqi waghfir lana dhunubana warzuqna ta'ataka wa ridhaka. Hiyo ndiyo dua utakayoisoma. Nitakuandikia pia kwa Kiswahili. Hii hapa, narudia tena, inasema Allahumma ja'al hadhihi sanata khairi wa baraka wa huda wa tawfiq waghfir lana dhunubana warzuqna ta'ataka wa ridhaka. Hii ndiyo dua ya mwaka mpya wetu wa Kiislamu. Utairudia mara 7, kisha ukishamaliza utasoma suratu Yasin mara 1 tu, kisha utasoma suratu Al-Waqi'a mara 1 tu, kisha utamalizia na suratu Al-Mulki mara 1. Ukishamaliza hizi sura utarudia tena dua hii mara 7 tena kwa kusema Allahumma ja'al hadhihi sanata khairi wa barakatin wa huda wa tawfiq waghfir lana dhunubana warzuqna ta'ataka wa ridhaka. Hapo utakuwa umemaliza dua hii. Ndugu zangu, utaisoma leo au kesho ndani ya haya masiku 7, lakini ndani ya mwezi huu kuna kifungo cha yaum Ashura. Jitahidi sana saumu hii sikukose, ambaye mara nyingi huja siku ya 10 na leo ndiyo tarehe 1. Anza kuhesabu kuanzia leo mpaka siku 10 utafunga yaumu Ashura.
ni kitu muhimu sana, na inshallah ikikaribia tutakumbushana na tutapeana faida zake. Jambo la hili ndilo jambo muhimu sana nililokufundisha, nenda kalifanyie kazi. Jambo la pili, naomba nitoe tangazo kwamba leo insha Allah, kwa sababu ndio mwezi Muharram tarehe 1 mwaka wa 1448 Hijiria katika mwaka wa Kiislamu, leo naomba nitangaze rasmi, baada al-maghrib tutakuwa na dua. Baada al-maghrib tutakuwa na dua, na dua hii itafanyika, ni dua maalumu ambako tutakuwa online, tutakuwa live katika chaneli yetu ya Turiu TV leo. Kwa hiyo watu wote ambao wanatamani kupata dua ya mwaka mpya wa Kiislamu, basi muingie katika chaneli yetu ya Turiu TV. Tutakuwa live kuanzia baada ya kuswali swala ya maghrib, na tukichelewa kidogo tutaifanya baada ya isha. Nyakati mbili hizi fuatilieni live ya chaneli yetu, tutasoma dua live. Tunaomba tuwe pamoja, muungane na sisi ili mradi tupate kuwa pamoja katika live yetu ya siku hii ya leo. Na ama kwa hakika katika Turiu tutakuwa live, na pia katika nini ile inaitwa TikTok, jina ni Uncle K Kundian, takuwekea hapa Uncle K Kundian. Tutakuwa pia live TikTok, kwa tutakuwa YouTube na TikTok, tutafanza dua live katika siku hii ya leo. Hivyo tunaomba tuungane pamoja tuweze kusoma dua hii tukiwa pamoja. Lakini vile vile kwa yoyote yule ambaye atakayekuwa anahitaji zile bukhuri zetu, ambazo bukhuri hizi tulizieleza na tukasema tutazitoa siku ya mwaka mpya wa Kiislamu. Bukhuri zenyewe ni hizi. Tukimaliza kusoma dua yetu ya mwaka mpya wa Kiislamu, baada ya hapo tutasomea kila bukhuri moja kwa mtu wake. Utaratibu ni kwamba ili na wewe upate kusomewa bukhuri yako, utatuma jina lako na la mama yako, alafu tutakuandika kwenye daftari letu. Tutapiga hesabu kujua sura yako ni sura gani, kisha ile sura yako ndiyo tutakayoisoma mara idadi yake katika bukhuri hii. Tukiisoma sura yako hiyo, kisha ulipo tutakutumia bukhuri hii kwa gharama ambazo utakazotuma za shilingi 50,000. Kama upo mkoani utatuma na gharama ya transport ya kusafirishia bukhuri hii. Kwa hiyo tutakutumia bukhuri hii ikiwa imesomwa kisomo chako cha sura yako. Alafu wewe jukumu lako, hii bukhuri ni kuichoma kwenye mwili wako kama unajifukiza, alafu utaichoma katika biashara yako, halafu pia utaichoma katika nyumba yako. Hairuhusiwi kumchomea mtoto wako, mume wako au mke wako. Hii ni ya kwako peke yako, kwa sababu inakuja kwa mfumo wa jina lako peke yako. Ni bukhuri ambayo inatoa harufu nzuri sana. Wallahi ina harufu nzuri sana, inanukia vizuri sana. Itumieni bukhuri hii, itakusaidieni ndani ya mwaka mzima. Wallahi tumia bukhuri hii kufungua riziki zako, mipango yako, kutoa manuksi, mamikosi na mabalaa, na kukaribisha baraka na kheri, na kufungua kila aina ya mipango yako. Bukhuri hii kwa yoyote anayeitaka, leo ndo siku ya mwisho, tunazisomea bukhuri zote sura zake. Halafu kesho tarehe 18 inshallah, waliokuwa Tanga watatumiwa bukhuri zao, waliokuwa Geita, waliokuwa Zanzibar, waliokuwa Kenya, waliokuwa Burundi. Kuanzia kesho, siku 3 mfululizo zitakuwa ni siku zetu za kuagiza bukhuri za watu katika mikoa yao. Waliokuwa Dar es Salaam wao watakuja direct hapa
Gongo la Mboto kuja kuchukua bukhuri zao, au waagize watoto wao wafuate bukhuri zao. Inshallah bukhuri hizi zinakwenda kwa kila jina la mtu mmoja. Bukhuri zinapatikana, na leo inshallah ndio tamati ya dua yetu. Kwa hiyo bukhuri zitaanza kesho. Mwisho kabisa, naomba niseme tangazo la mwisho ni kwamba yoyote ambaye anahitaji dua hii ya mwaka mpya wa Kiislamu, basi inshallah tunaomba tuungane leo live Turiu TV, lakini pia TikTok tutakuwa live, na vile vile Facebook Anko K Kundian tutakuwa live katika siku ya leo baada salatul maghrib au baada salatul isha. Mwisho kabisa nisisitize kwa wanaohitaji bukhuri, tumeshaelekeza majina yako mawili, la kwako na la mama yako. Tutaangalia sura yako ni sura gani, kisha sura hiyo tutaisoma katika bukhuri yako. Halafu tukiisoma katika bukhuri yako utakuja kuchukua au utatumiwa bukhuri yako. Gharama ya bukhuri hii ni 50,000. Ni kakopo kadogo sana, lakini wallahi kana material ya ajabu ambayo mengine kuyapata kwake ni shida kuliko unavyofikiri. Hii ni bukhuri tunazo, na insha Allah anayetaka aweke oda kuanzia leo, na tayari tumebakisha chache sana, maana yake zimebaki chache kwa wanaotaka wamalizie. Kuanzia kesho zinaanza kutumwa insha Allah. Khair, kullu amun wa antum bi khair. Tusisahau kusubscribe na kushare. Kullu am wa antum bi khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.